Tuliachia wapi? Tulikuwa na somo ambalo tulikuwa tunaendelea nalo, ambalo lilikuwa linasema, maana tukumaliza kwa sababu mwaomba vibaya. Hilo ndio somo ambalo tulikuwa tunajifunza, kwa sababu mwaomba vibaya. Ni kauli ambayo iko kwenye maandiko na tunachambua kutaka kujua kwa nini Paulo mwandishi anasema kwa sababu mwaomba vibaya. Nafikiri ni Yakobo amezungumza hiyo kauli. Ni Yakobo 4:3. Yakobo 4:3 inasema hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. Somo letu ni kwa sababu mwaomba vibaya. So ni kauli ya kimaandiko kabisa, tukitaka kujua kwa nini mwandishi kasema hivyo. So nafikiria leo ni part 2. Leo ni part 2 kwa sababu mwaomba vibaya part 2. Na kitabu kwenye tumetoa kauli hii ni Yakobo 4:3. Yakobo 4:3. Yakobo 4:3 inasema hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. Unaweza kutusomea Yakobo, tuanze 1. Leo tutasoma kuanzia Yakobo 4 kuanzia 1 mpaka 3. Inasema vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu sifanyazo vita katika viungo vyenu? Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wifu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. So tulikuwa tukiangalia ili tuweze kujua, je, mwandishi ambaye ni James Yakobo alikuwa anazungumzia maombi? Alikuwa anazungumzia maombi au ni nini hii? Kwa nini aseme hivyo? Kwa nini aseme hivyo? Maana wanaoambiwa hapa ni watakatifu. Nilikuwa nataka kujua tuliajia wapi? Tulisoma Efeso 5. Efeso 5? Efeso. Yes. Tulisoma hiyo kweli? Tulisoma. Inasemaje dada? Efeso 5 mstari wa kwanza. Naona mimi nimeandika mpaka 12. Inafaida mpaka 12. Some yote. Yeah. Nasema Efeso 5:1, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo. Mkaenende katika upendo. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Tena akajitoa kwa ajili yetu. Sadaka na dhabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato. Before tuendelee tuelewe kwamba maandiko inakubaliana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yote ni muktadha kabisa. Kumbuka Yakobo anauliza vita vyatoka wapi katikati yenu. Haleluya. Mapigano yatoka wapi? Umeona wifu na nini mambo kama yale. So tunaunganisha haya maandiko ili tupate kujua Yakobo alikuwa anamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yakobo tumeona, sikia anasema vita vyatoka wapi? Ukisoma Yakobo 4:1. Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? So kulikuwa na mikokoro kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na mikokoro kanisani. So Paulo naye anasema kwenye Waefeso 5:1 anasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanao. So mwamini anafaa ajue ni mtoto anayependwa. Mkaenende katika upendo. So mtoto anayependwa anaenenda katika
Upendo. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, so kwa nini tuenende katika upendo? Kielelezo chetu ni nani? Kristo. Anasema alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu. So upendo wa Mungu umedhihirika kwa yeye kumtoa Kristo, au Kristo anadhihirisha upendo kwetu kwa yeye kujitoa. Haleluya. Haya, so alijitoa kwetu, alafu anasema alijitoa kwetu ni kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu, kuwa harufu ya manukato. Kristo alijitoa kama sadaka, dhabihu, kama harufu na nini? Kama harufu na harufu ya manukato. Sasa muamini ni mimi, niulize swali. Muamini, je, wewe ni hicho? Ama kuna watu wakikuona wanataka tu wakae mbali na wewe? Wewe ni konokono. Tunajifunza by the way. Bwana, je, wewe watu wanapenda kukaa karibu na wewe? Unajua ukiona watu wanakuepa mara kwa mara, lazima hata wewe utakuwa na maswali. Si ndio? Wewe unaleta hii harufu ya manukato vizuri kanisani. Alafu anasema, lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upusi, wala upishi. Hayo hayapendezi. So kuna mambo hayafanye nini? Hayapendezi. Bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu. Sawa, ndio mwabudu sanamu hawa. Anazungumzia kuhusu mambo hii. Mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. So anasema Namba 6, mtu asiwatanganye kwa maneno yasiyo na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huachia